Habari gani mfuatiliaji wetu wa Anwar TV? Historia huandikwa. Engineer Hersi Ali Saidi alizaliwa 27 Julai mwaka 1984 katika mkoa wa Pwani, Tanzania. Alikulia katika familia ya kawaida yenye maadili ya kazi, heshima na mapenzi ya dhati kwa michezo, hasa soka. Tangu akiwa mtoto mdogo, aliwahi kumshuhudia baba yake akiwa ameketi karibu na redio akifuatilia mechi ya timu ya Yanga kwa shauku kubwa. Sauti ya mtangazaji ikiunguruma wakati Yanga ikipachika bao ilimtia msisimuko uliozidi hata ule wa mechi yenyewe. Ndipo moyo wake ukaanza kuandika historia ya mapenzi yasiyoisha kwa klabu hiyo. Katika maisha yake ya shule na hatimaye chuo kikuu, Engineer alisomea uhandisi wa ujenzi. Alikuwa kijana mwenye maono, nidhamu na tamaa ya mafanikio halali. Alitumia taaluma hiyo kujenga jina lake kitaalamu, akianzisha kampuni ya ujenzi iliyohusika na miradi mikubwa na maendeleo nchini. Alijijengea heshima kama mhandisi mahiri, lakini ndani ya moyo wake ndoto yake kuu haikuwa kujenga majengo pekee, bali kujenga taasisi iliyokuwa ikimpendeza tangu utotoni, Yanga Sport Club. Mwaka 2020, Yanga ikiwa inakabiliwa na hali ngumu ya kifedha na kiu ya mabadiliko, Engineer alisimama kwa ujasiri na kupendekeza mabadiliko ya mfumo wa kiuongozi klabuni. Alitumia maarifa, uhandisi wake sio kwenye zege wala nondo, bali miundombinu ya fikra na mfumo mzima wa klabu. Alianzisha mfumo mpya uendeshaji ambao uliruhusu ushirikiano kati ya wanachama na wawekezaji. Alivumbua njia mpya ya kuwashirikisha mashabiki kwa kuanzisha mfumo rasmi wa usajili wa mashabiki wa kulipia, hatua iliyosaidia kuongeza mapato ya klabu na kuimarisha umoja. Ndani ya kipindi kifupi cha uongozi wake, Yanga ilianza kubadilika. Aliongeza mchakato wa usajili wa wachezaji wa kimataifa wenye viwango vya juu. Wachezaji kama Fiston Mayele, Stefano Aziz Ki, Kennedy Musonda na wengine wengi waliletwa kwa weledi na hali ya juu. Kila msimu, Yanga ilionekana kuimarika zaidi na kurudi kwenye nafasi ya juu. Matunda ya kazi yake hayakuchukua muda kuonekana. Yanga ilitoa mataji 3 mfululizo ya ligi kuu Tanzania, ikishinda kombe la FA na hatimaye kufika fainali ya kombe shirikisho barani Afrika. Kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo, Engineer hakujenga tu kikosi bora cha wachezaji, bali alijenga mfumo ambao ulifanya Yanga iwe taasisi imara yenye mipango, dira na misingi ya kitaasisi. Uongozi wake haukuishia ndani ya mipaka ya Tanzania. Mwaka 2023 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha virabu barani Afrika, African Club Association, chini ya CAF. Hii ilikuwa heshima kubwa, sio kwake binafsi tu, bali pia kwa Tanzania na kwa Yanga Sport Club. Kupitia nafasi hiyo, alipeleka sauti ya vilabu vidogo vya kati kwenye meza ya maamuzi. Alikuwa na lengo moja kuu, kuhakikisha vilabu vinapata usawa wa fursa, haki ya mapato. Alihamasisha kampeni za kuchangia damu, kuwasaidia jamii na kuwajali mashabiki wa kawaida. Alisimama mstari wa mbele kama kiongozi aliyesikia, anayegusa na anayejali. Alionyesha kwamba uongozi sio tu juu ya watu, bali kuwa pamoja nao, kuwasikiliza na kuwatumikia. Leo hii Engineer sio tu kiongozi wa Yanga Sport Club, ni kiongozi aliyechonga njia ya mabadiliko. Ameandika historia mpya ya uongozi wa michezo nchini Tanzania. Ametoka kuwa mtoto mdogo aliyekuwa akimsikiliza baba yake akishangilia mechi za Yanga kwenye redio, hadi kuwa mtu anayeshangiliwa na maelfu, akisimama jukwani kama kiongozi aliongoza jeshi la kijani na njano kuelekea mafanikio mapya. Ni mtu wa ndoto, mtu wa mipango, mtu wa vitendo. Kila tone la jasho lake limelipwa na mapenzi ya mashabiki, na kila hatua aliyopiga inabeba uzito wa historia ya klabu kongwe na ndoto za vizazi vinavyokuja. Engineer ni alama ya mabadiliko yanayotokea, yanayoendelea na yatakayoishi kwa muda mrefu katika mioyo ya mashabiki. Makala hii imeandaliwa na Yusufu Mpuma na kusomwa na Hamisi Mtovu Shabani wa Anwar TV.